Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu sababu ya hii awamu ambayo imepita, na tunakaribisha tena katika hii awamu ya pili ili tuweze kuendelea na kujifunza neno lake Mungu. Jumapili iliyopita tuliweza kufika mstari wa 21 katika sura ya 24 kitabu cha Matendo ya Mitume, ambapo tuliona jinsi ndugu yetu Paulo alivyojitetea ama kujibu mashtaka yaliyokuwa yamepelekwa mbele zake Feliki na baraza la wazee kutoka kule Yerusalemu. Na kwa kifupi tu tuliweza kuona mambo manne ama nguzo nne za kujitetea kwetu iwapo tutajipata tumeshtakiwa. Tuliona alianza kwa kutambua yule ambaye alikuwa na hiyo nyadhifa ama wadhifa wa kusikiza na kuamua kesi yake, ama kwa njia nyingine kujitiisha kwa mamlaka iliyoko. Jambo la pili ambalo tuliona ni ya kwamba msingi wa kujitetea ama kujibu kwake ulikuwa kuongea ukweli, sababu tunaona alieleza vile mambo yalivyokuwa. Na jambo la tatu ambalo tuliona ni ya kwamba alishuhudia kuhusu imani yake katika Kristo. Na sasa jambo la nne, akajitetea ama akajibu mashtaka. Kwa hivyo ni vizuri, sababu tunavyoendelea katika safari ya imani, katika wokovu, katika huduma, tunaweza jipata ya kwamba tumeshtakiwa kwa kusingiziwa. Sababu kumbuka tulisema ya kwamba iwapo tutajipata tumeshtakiwa, wacha wale ambao wametushtaki waaibike mwisho sababu ya kukosa ama kushindwa na kuthibitisha mashtaka ambayo watakuwa wametushtaki nayo. Sasa wacha tusome, na naamini ya kwamba Mungu atasaidia na tutaweza kumaliza hii sura ya 24. Kwa hivyo wacha tusome kuanzia mstari wa 22 tufululize hadi mwisho wa hii sura. Naamini ya kwamba Mungu atasaidia na tutaweza kuimaliza. Matendo ya Mitume sura ya 24 kuanzia mstari wa 22 hadi mwisho wa hii sura. Nafikiri ni mstari wa 27. Basi Feliki aliwaahirisha
kwa sababu alijua habari za njia ile kwa ufasihi zaidi, akasema, Lisia jemedari atakapoteremka nitakata maneno yenu. Akaamuru yule akida mwamba kwamba Paulo alindwe, ila awe na nafasi, wala asimkataze mmojawapo wa rafiki zake kumtumikia. Katika hiyo mistari miwili tunaona maamuzi ambaye Feliki aliamua baada kusikiza mashtaka ambayo yalisomwa mbele zake dhidi ya Paulo na msemaji wa baraza ambaye alikuwa anaitwa Tertulo. Kisha baada ya Paulo kujibu hayo mashtaka, huu ndio uamuzi ambao Feliki ambaye alikuwa liwali wa Kaisaria aliweza kuamua, na ni uamuzi wa kutia moyo sana, sababu mstari wa 22 unatuonyesha ya kwamba huyu liwali Feliki baada ya kusikia hayo mambo yote, mashtaka na majibu ya mashtaka, tunaona ya kwamba alikuwa anaelewa habari ya wokovu kwa usahihi. Alikuwa anaelewa habari za njia ile ambaye ni wokovu. Ukirudi nyuma katika sura ya 9, usome mstari wa 1 na wa 2, utaona Paulo alipokuwa akielezea jinsi ambavyo alikuwa analitesa kanisa lake Kristo, ama kutesa waumini na wafuasi wake Yesu Kristo, yaani wale watu ambao walikuwa nafuata hiyo njia ya Yesu Kristo, ama kwa njia nyingine wanafunzi wa kweli wake Yesu Kristo. Sasa huyu Feliki alikuwa naelewa kwa usahihi kuhusu wokovu, kuhusu kuamini na kufuata Kristo kikamilifu. Na pia ni jambo la kuhofisha, sababu tukisoma mistari iliyo mbele tutaona ya kwamba Feliki hakuwa, licha ya kuwa alikuwa najua kwa usahihi habari ya wokovu kupitia kwa Yesu Kristo, hakuwa ameokoka na alikataa kuokoka. Kwa hivyo haitoshi tu kuwa mtu unajua kwa usahihi, sababu kuna watu ambao wanajua Biblia, wanaichambua kikweli, lakini hawajaokoka. Haina maana kwako kufahamu njia lakini hauifuati. Jambo la pili ambalo tunaona katika mstari wa 22, Feliki alisema ya kwamba wakati jemedari Lisia atakapokuja hapa Kaisaria kutoka Yerusalemu, ndio nitakayefanya uamuzi wa hii kesi ambayo umeleta mbele zangu. Hiyo inamaanisha, na nakumbuka nikisema hapa siku ingine, mamlaka yote
iliyoko ulimwenguni zote ziko chini ya mamlaka yake Mungu. Nyadhifa zote ambazo watu wako nazo, hakuna nyadhifa na mamlaka na cheo kilicho juu ya mamlaka yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mungu anaweza tumia walio katika mamlaka kutekeleza wajibu wake, iwe ni wacha Mungu ama iwe sio wacha Mungu. Sababu huyu Feliki Mungu alimtumia, sababu alikuwa amejua njia ya wokovu, na baada ya kusikiza hiyo kesi akaona haina msingi wowote. Hata huko mbeleni tutaona mahali Biblia ikisema kwamba hajafanya jambo lolote ambalo anastahili kufungwa wala kuuawa. Katika mstari wa 23, jambo la kufurahisha hata zaidi, Feliki ambaye kesi ilikuwa imepelekwa mbele zake ili aweze kuhukumu Paulo kifo ama angamizwe. Sikia alisema nini? Hebu tusome tena huo mstari wa 23. Feliki akaamuru yule akida kwamba Paulo alindwe. Unajua akida kwa kizungu ni centurion. Ni askari ambaye alikuwa mkubwa kidogo, alikuwa anasimamia maaskari kadhaa. Aliamuru mkubwa wa askari, sio ya kwamba Paulo afungwe seli ama jela. Alisema ya kwamba alindwe, yaani aangaliwe jambo mbaya lisiweze kumtendekea. Ona maajabu ya Mungu. Yule mtu ambaye walimpeleka mashtaka mbele zake wakitarajia kwamba atashawishika ahukumu Paulo, anatoa maagizo ya kwamba Paulo alindwe, aangaliwe jambo mbaya lisiweze kumtendekea. Na pia katika huo mstari wa 23 anasema ya kwamba apewe uhuru. Kwa hivyo Paulo hakuwekwa kama mtu ambaye alikuwa jela. Aliambiwa apewe uhuru wa kutembea, wa kuongea na watu na kufanya mambo mengine. Na pia akasema wenzake wasikatazwe kwenda kumuona na kumuhudumia. Unaona? Unajua kuna wakati mwingine tunaweza jipata katika hali, sio ati sababu tumejipata sababu sisi ni watenda dhambi ama wahalifu. Tunasingiziwa sababu ya imani yetu katika Kristo. Tunasingiziwa sababu ya kuhudumu katika njia ya kweli. Lakini huyu Mungu wetu anaona kila mahali, kila jambo, hakuna lilofichika machoni mwake. Anaweza mambo yote na yuko kila mahali nyakati zote. Lazima atatengeneza njia, lazima atabadilisha mambo. Na tukiwa katika hiyo hali ngumu, tuone hakika huyu Mungu wetu ako pamoja nasi. Hakika huyu Mungu wetu, ingawa tuko katikati ya dhoruba, anatujali na anatutendea na tunapata nguvu ya kuendelea. Maamuzi ambaye yalifanywa
kuhusiana na Paulo. Yule mtu ambaye walikuwa wanataka auawe, inakuwa sasa ni mtu atakuwa akilindwa, apewe ulinzi, apewe uhuru, na aruhusiwe kutembelewa na kuhudumiwa na wenzake. Hilo ni jambo la kusifia Mungu, na pia ni jambo ambalo linafaa kututia nguvu, sababu Mungu wetu yuko nasi, sababu anadumu ndani yetu. Mungu wetu yuko kila mahali tutakapokuwa, sababu uwepo wake uko kila mahali. Tujitie nguvu, sababu hakika kuna changamoto mingi wakati tunaamua kuishi tukiwa haki mbele zake Mungu, wakati tunaamua kuhudumia Mungu katika roho na kweli. Wacha tusome sasa, tumalizie mstari wa 24 hadi mstari wa 27, na kisha nitaelezea. Baada ya siku kadha wa kadha, Feliki akafika pamoja na Drusila mkewe aliyekuwa Myahudi. Akatuma kumuita Paulo akamsikiliza habari za imani iliyo kwa Kristo Yesu. Na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika habari ya haki na kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja, Feliki akafanya hofu, akajibu, sasa enenda zako, nami nikipata nafasi nitakuita. Pamoja na hayo, alitaraji kwamba atapewa fedha na Paulo. Kwa hiyo alimuita mara nyingi, akaongea naye. Miaka 2 ilipotimia, Feliki akampokea Porkio Festo atawale badala yake. Na Feliki akitaka kuwafanyia Wayahudi fadhili, akamwacha Paulo amefungwa. Bwana asifiwe. Hii mistari, na naamini ya kwamba Mungu atatusaidia tuweze kupata ujumbe ulioko katika hii mistari, sababu sio hadithi tu, ni ujumbe wake Mungu. Biblia tumesoma tukaona, baada ya Feliki kufanya maamuzi aliyoamua, baada ya siku kadhaa, Feliki akaja na mkewe Drusila, na tumeona kwamba mkewe Feliki alikuwa Myahudi, na akaita Paulo aletwe kwake, na akasikia kutoka kwa Paulo akiongea kuhusu imani katika Kristo. Lakini tukisonga mbele tutaona sababu ya Feliki kutumana Paulo aletwe. Lakini katika mstari wa 25 tunaona mambo matatu ambaye Paulo aliongea kuhusu imani katika Kristo alipokuwa akiongea na Feliki na mkewe Drusila. Na ni mambo muhimu, ni mwelekeo mzuri ambao tunafaa kuchukua wakati tunaongelesha watu kuhusu imani yetu katika Kristo. Mambo matatu muhimu, na jambo la kuofisha, nyakati hizi tunazoishi ni nadra sana kusikia haya mambo yakitajwa katika mahubiri, katika mafunzo, katika shughuli zote za kikanisa. Ni ngumu sana kusikia haya mambo matatu yakitajwa. Na tumeona vizuri
mstari wa 25. Na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika habari ya haki, unasikia, aliongea kuhusu haki, righteousness. Jambo la pili ambalo aliongea kuhusu ni kuhusu kuwa na kiasi, yani self control. Na jambo la tatu ambalo alikuwa akiongea kuhusu katika huo mstari wa 25 ni kuhusu hukumu itakayokuja. Unaona, haya ni mambo ambaye watu hawataki kusikia. Watu wanataka waambiwe pokea, receive, double portion, I decree and declare. Mambo kama hayo. You shall never be the tail but the head. You are kings and queens in the kingdom. Mambo hayo ndio watu wanataka kusikia. Mambo ya kuwasisimua, mambo ya kuwachangamsha. Lakini habari mbaya kwa wewe ambaye unapenda hayo maneno, kwa wewe ambaye unapenda kuambiana hayo maneno, ni ya kwamba Paulo alipopata nafasi ya kuongea kuhusu imani yake katika Kristo, hakuongea kuhusu hayo mambo ambayo unapenda kusikia. Aliongea kuhusu kuishi haki. Aliongea kuhusu kuwa na kiasi, self control. Aliongea kuhusu hukumu ijayo. Hayo ndio mambo tumeitwa kuongelesha watu. Unajua, watu wengi wanashangaa hii haki ambaye tunaambiwa ni nini? Na shida ingine pia ni kuwa wakati watu wanataka kuelezea maana ya maneno mengine ambayo yanapatikana katika Biblia, wanataka kuyaelezea kulingana na mawazo yao, kulingana na matarajio yao, kulingana na vile ambavyo watu wanataka kusikia. Lakini njia iliyo sahihi na inayofaa mbele zake Mungu ni kuelezea neno lake Mungu kupitia kwa neno lake. Ninataka tuingie katika waraka wa kwanza wa Yohana, the first epistle of John, chapter 5 verse 17. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 17, ili tuweze kutumia Biblia kuelezea Biblia. Mstari wa 17 unasema hivi: kila lisilo la haki ni dhambi. Unasikia? Kila lisilo la haki ni dhambi, na dhambi iko isiyo ya mauti. Kwa hivyo Biblia inatuambia hapa kila jambo ambalo si la haki ni dhambi. Hebu turudi katika hiyo tu waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 7, tuone Biblia inasema nini. Watoto wadogo, mutu na asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki, kama yeye alivyo na haki, yaani kama Kristo alivyo na haki. Unaona, tumetangulia kusoma ya kwamba katika sura ya 5 mstari wa 17 Biblia inasema wazi sana ya kwamba kila lisilo la haki ni dhambi. Kwa hivyo
tukielezea haki kwa njia iliyo rahisi kupitia kwa neno la Mungu, ya kwamba dhambi sio haki. Kila lisilo la haki ni dhambi. Kwa hivyo dhambi sio haki. Haki ni nini? Haki ni kinyume cha dhambi. Kwa hivyo haki ni utakatifu mbele zake Mungu. Dhambi ni nini? Dhambi ni kufanya yale mambo ambayo Mungu amesema usifanye, na pia ni kutofanya yale mambo ambayo Mungu amesema ufanye. Kwa hivyo haki ni nini? Ama mwenye haki ni nani? Na tumeona watoto wadogo, watoto wa Mungu, msidanganyike. Sababu unajua watu wamekuja wametoa mifano mingi sana ya kuwa haki, wakati Biblia inakwambia usidanganyike. Ni ishara ya kwamba kuna udanganyifu ambao unaweza husishwa, ambao unaweza ambatanishwa na hilo jambo ambalo unaonywa dhidi ya kudanganywa kulihusu. Yule anayetenda haki ni mwenye haki. Kwa njia nyingine, yule ambaye anatenda yale ambaye Mungu anasema atende, na hatendi yale ambaye Mungu amesema asitende, huyo ni mwenye haki. Paulo alikuwa anaongea kuhusu hayo. Wakati Paulo anaongea kuhusu haki, na hata sisi wakati tunaongea kuhusu haki, tunafaa kuongea kuhusu yale ambaye Mungu amesema tufanye, na kuongea kuhusu yale ambaye Mungu amesema tusifanye. Na ukweli ni kuwa hakuna mwanadamu, hata kuna mahali nilisoma katika waraka wa Yohana, Biblia inasema ya kwamba tukisema hatujatenda dhambi twadanganya, na ukweli hauko ndani yetu. Naendelea kusema ya kwamba lakini Mungu ni mwenye haki na wa rehema, ya kwamba tukikiri dhambi zetu zote atatutakasa na atuondoe, atutenganishe na udhalimu wote. Kwa hivyo dawa ya dhambi ni kukubali ya kwamba sisi ni wenye dhambi. Tukishakubali sisi ni wenye dhambi, tutubu kwa njia yake Kristo aliyetolewa kama dhabihu ya ondoleo la dhambi. Tukishafanya hivyo kwa kweli kutoka ndani yetu, Mungu ni mwenye haki. Na unajua haki ni kuwa dhambi lazima ihukumiwe, lazima iadhibiwe. Hii haki tunaipata namna gani? Adhabu ambaye tulistahili kuadhibiwa kama watenda dhambi, iliadhibiwa Yesu Kristo, akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Tukitubu na tuamini hivyo, rehema zake Mungu zinakuwa juu yetu. Tunaondolewa dhambi ambazo tulifaa kuadhibiwa juu yake. Rehema za Mungu zinafanya kazi maishani mwetu. Anatuondolea uovu na udhalimu wote. Tunakuwa anatupokea kama watu walio haki, watu walio watakatifu mbele zake. Hayo ndio mambo tunafaa kuwa tukiambia watu. Hayo ndio mafunzo na mahubiri ambayo tunafaa kuwa tukifunza na kuhubiria watu.
Jambo la pili ambalo Paulo aliongea kuhusu ni kuhusu kiasi, temperance ama self control. Na hebu twende some katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 hadi 24. Tuone kuwa na kiasi inasemwa nini kupitia kwa neno la Mungu. Galatia sura ya 5 mstari wa 22 hadi mstari wa 24. Biblia inasema hivi: lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Katika hiyo orodha ya tunda na Roho Mtakatifu ama matokeo yanayoonekana kutoka kwa Roho Mtakatifu kuwa ndani ya mtu. Na nakumbuka sura ya 2 nafikiri mstari wa 28 katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Paulo alikuwa anaongea kuhusu watu kutubu, kuamini Yesu Kristo, kuamini Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kumwelewa na kumfahamu ili waweze kupokea karama ya Roho Mtakatifu. Sasa hapa tunaona Roho Mtakatifu akishaingia ndani ya mwanadamu baada ya kutubu, matokeo yanayoonekana: upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Na inasema ya kwamba juu ya haya mambo yanayotokana na Roho Mtakatifu kuwa ndani ya mtu hakuna sheria. Yaani hakuna sheria inaongea dhidi ya hayo mambo. Tunaona ya kwamba kiasi, temperance, ni tunda la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mtu akishakuwa haki, akishatubu na kuokoka, anapokea Roho Mtakatifu hapo hapo, naye Roho Mtakatifu anatoa matunda yanayoonekana, mazao yanayotokana na huyo mtu. Na kwa nini Paulo anaongea kuhusu kuwa na kiasi? Hapo katika mstari wa 24 wa Galatia sura ya 5 nasema hivi: na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Kwa hivyo Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, sababu bado tuko katika huu mwili, Mungu anajua ya kwamba sababu tuliusulubisha, na ni kumaanisha kwamba ni kukataa, sababu tulipookoka hatukupewa mili ingine, ni hii mili tu ambayo tulikuwa nayo. Lakini mabadiliko ambayo yanakuja kwetu ni kuusulubisha huu mwili, kukataana na mawazo ya kimwili ambayo ni mabaya na tamaa za kimwili. Umeona?
Na ndio Paulo anaongea kuhusu kuwa na kiasi, kujidhibiti dhidi ya mawazo mabaya ya kimwili, kujidhibiti dhidi ya tamaa za mwili. Sababu kuna mahali tulisoma katika kitabu cha Warumi, tukaona ya kwamba ulimwengu wote unalia na kunung'unika, na Biblia ikaendelea kusema ya kwamba sio ulimwengu tu, hata sisi ambao tumeokoka tunatazamia kubadilishwa hii mili, kukombolewa kutoka kwa hii mili, na tufikwe mili ya utukufu, tuwe kama malaika, tuwe kama watoto wa Mungu. Kwa hivyo kama bado tuko katika huu mwili, kuna msukumo wa tamaa za huu mwili, kuna msukumo wa mawazo mabaya ya kimwili. Kwa hivyo ni wajibu wetu kujua hivyo, na kujua ya kwamba tunahitaji ama tunda, tunafaa kuonyesha kwamba tuko na Roho Mtakatifu ndani yetu, kwa kuonyesha kiasi kuhusu mawazo ya kimwili, kuhusu tamaa za kimwili. Lakini tofauti nyakati ambazo tunaishi, watu wamedanganyika ya kwamba Mungu anatuelewa katika udhaifu wetu, na anajua hii miili yetu iko na tamaa na iko na mawazo mabaya. Kwa hivyo tuendelee hivyo, Mungu anatuelewa. Ni ukweli, Mungu anatuelewa, na ndo sababu kuwa na kiasi ni tunda la Roho Mtakatifu. Kuwa na kiasi kunatakana kuonekane kutokana na huyu mtu, kutoka kwa huyu mtu ambaye anasema ameokoka. Jambo la tatu, Paulo alikuwa anaongea kuhusu imani katika Kristo, ni kuhusu hukumu ijayo, kuhusu hukumu ya Mungu ijayo. Ukitaka kuelewa vizuri, enda soma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 20 mstari wa 11 hadi 15. Utaona jinsi mambo yatakavyokuwa katika ama mbele ya kiti cha hukumu chake Kristo. Biblia inasema ya kwamba wale wote ambao majina yao hayatakuwa yameandikwa katika kitabu cha uzima watatupwa katika bahari la moto, na hicho ndicho kifo cha pili. Haya, ukitaka kujua hiki kitabu cha uzima kinaandikwa kina nani, twende katika kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ya 32 mstari wa 32 na 33. Tuone Biblia inasema nini. Walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu ulichokiandika. 33. Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Sikia, hii ni baada ya Musa kupata ya kwamba Waisraeli wamemwasi Mungu, wameabudu sanamu, wamefanya mambo ambayo ni chukizo mbele zake Mungu. Naye Musa alikuwa anawaombea msamaha kwa Mungu. Alikuwa anaambia Mungu, usamehe hawa watu.
na usipowasamehe utoe jina langu katika kitabu chako ulichokiandika. Mungu akamjibu Musa akamwambia, la, yule ambaye amenitenda dhambi, huyo ndiye nitakayetoa kutoka kwa kitabu changu nilichoandika, kutoka kwa kitabu cha uzima. Kwa hivyo wale ambao ni watenda dhambi, wale ambao watakufa wakiwa watenda dhambi, wametoka katika, hawako, majina yao hayatakuwa katika kitabu cha uzima, na hao hatima yao ni bahari la moto, Jehanamu, milele na milele. Na ukisoma tu hapo katika Ufunuo utaona ya kwamba bahari, kifo, mauti zitatapika nafsi ambazo zitakuwa ndani yao. Kumaanisha wewe wacha kudanganyika unapoambiwa ya kwamba ukikufa mambo yako imeisha. Ni kweli mwili wako umeisha, sababu unabaki hapa na unaoza, lakini nafsi yako bado iko na itasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Ole wako kama utakuwa umekufa ukiwa mwenye dhambi, kama utakuwa umekufa kama wewe sio mwenye haki mbele zake Mungu. Jina lako halitakuwa katika kitabu cha uzima chake Mungu, ambacho yeye mwenyewe ndiye amekiandika. Sio dhehebu lako, sio askofu wako, sio dini lako. Kitabu ambacho Mungu mwenyewe amekiandika. Kwa hivyo kama wewe ni mwenye dhambi, hautakuwa kama katika hicho kitabu. Haijalishi utafanyiwa mazishi ya hafla gani, haijalishi nani atakuja kukuzika, haijalishi utakufa ukiwa na ushawishi ama uwezo gani ama utajiri kiasi gani. Hoja ni kuwa umekufa ukiwa mwenye haki ama haujakufa ukiwa mwenye haki. Paulo aliongea kuhusu hayo mambo matatu mbele zake Feliki. Mstari wa 25, sehemu ya pili. Biblia inasema ya kwamba Feliki alishtuka, alistaajabu, akawa na hofu, akawa na uoga. Akaambia Paulo, wewe enda kwa sasa, nikipata nafasi nyingine nitakuita. Sikia, ukienda ukisoma katika Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 9 hadi mstari wa 10, utaona Biblia ikiongea kuhusu hofu ya kiungu. Hofu ambayo inatokana na Mungu inaelekeza watu kutubu. Kutubu ambapo kunaleta wokovu, wokovu ambao hakuna kujuta ama hakuna kutoka ndani yake. Sasa huyu Feliki amepewa na Paulo habari ya kuwa haki, habari ya kuwa na kiasi, habari ya hukumu ya Mungu ijayo. Akapatwa na hofu, hofu ya kiungu ambayo inafaa kuelekeza watu katika kutubu. Kutubu kunakoleta wokovu, wokovu ambao ni wa milele na kudumu. Feliki akakataa. Badala ya kutubu apokea wokovu, wokovu ambao haujutiwi, alidanganyika na shetani na akaambia Paulo aondoke. Imagine. Ona, Feliki tulisoma tukaona alielewa habari kuhusu wanafunzi wake Kristo, habari ya kufuata Kristo kwa kisahihi.
lakini hakuwa ameokoka. Ameletewa mtu, naye Mungu, ndugu yetu Paulo, amemsisimua, amepepeta habari ambayo alikuwa naye kuhusu imani katika Kristo, ili aweze kuogopa, kushtuka, aweze kutubu ambaye inaleta wokovu. Akakataa. Unajua, sisi kazi yetu kama wahubiri, kazi yetu kama walimu ni kuwashawishi kuhusu kuwa haki, kuhusu kuwa na kiasi, kuhusu hukumu ya Mungu ijayo, ili uoga wa kiungu uingie ndani yenu, muweze kufanya uamuzi wa kutubu ambako kunaleta wokovu ambao haujutiwi. Hatuwezi tukalazimisha, uamuzi ni wako. Na jambo la kuhofisha ni kuwa watu wengi wanasikia hii habari, wanakuwa na uoga, wanakuwa na hofu ya kiungu. Sasa mara mingi ukienda kuhubiria mtu, kumwambia kuhusu wokovu, kuna wakati unaonanga amefika na amenyamaza na ametulia. Hiyo ni hofu ya Mungu. Ukijaribu kumshawishi kutubu na kuokoka, unaona anasema pana, siku ingine. Mwingine anakuambia ni ukweli, lakini mila zetu zinasema. Mwingine anasema kweli, lakini dini yetu hatuokoki. Kama umepoteza hiyo nafasi, Mungu amekusaidia, umeshawishika na umesikia uoga sababu ya habari yake Mungu, na ukakosa kutubu na kuokoka, una nafasi tena. Unaweza tubu na unaweza okoka, sababu hakuna ambaye anakuja kwake Mungu kwa kutubu kwa kweli anakataliwa. Mstari wa 27, 26 tunaona sababu mojawapo ya sababu za Feliki kuita Paulo ni ya kwamba alitarajia ya kwamba Paulo atampea pesa ama atamuhonga ili aweze kumwachilia. Na hilo ni jambo la kuhofisha pia, sababu unaona Feliki anajifanya anataka kusikiza habari za wokovu, habari ya imani katika Kristo, lakini nia na kusudi yake ni aone kama anaweza hongwa aachilie Paulo. Nia na kusudi lake ni kupata manufaa kutoka kwa naye mhubiri ama kumfunza. Na ni ukweli, watu wengi ambao wanakuja makanisani, watu wengi ambao wanakukujia kwako kama mhubiri ama mwalimu, wanakuja wakitarajia uwasaidie ama wapate faida kutoka kwa kanisa ama ushirika. Na mara mingi wanapoangalia wanaona hakuna, wanaondoka. Sana sana katika hizi shirika ambazo tunaongoza zenye hazina watu wengi, unaona mtu anakuja anaangalia kiasi cha watu walioko kanisani, anaona hapa hata nikipata jambo siwezi faidika vile ambavyo natarajia. Unaona, huyo mtu sababu hajakuja ili asikie habari ya kuwa haki, habari ya kuwa na kiasi, na habari ya hukumu ijayo, hadumu. Siku moja mbili ameondoka. Lakini tunashukuru Mungu sababu kupitia kwa neno lake anatutia nguvu kama wahudumu katika ufalme wake.
ya kwamba sio wote watakao kuja sababu ya neno la Mungu. Kuna wengine watakuja wakitazamia watavuna nini, watanufaika nini kutoka kwako kama mhudumu. Kwa hivyo tujitie nguvu. Utatumika katika huduma. Wewe unafikiri unahudumia mshirika, unafikiri unaelekeza mshirika katika njia zake Mungu. Kumbe hata kutoka mwanzo yeye hajihesabu kama mshirika, anajihesabu kama an opportunist, mtu ambaye anakuja na take advantage of your generosity. Mtu atakuja na take advantage of your kindness. Utatumika. Na unajua kuna watu ambao wamevunjika moyo na wameacha kuhudumu, sababu walikuja wakapokea watu kama waumini, kama wafuasi wa kweli wake Yesu Kristo, na ukatumika kwa njia kubwa. Sababu unajua sana sana hata wakati tumesoma katika Wagalatia 5 mstari wa 22, tumeona Biblia ikiongea kuhusu tunda ama mambo ambayo yanaonekana kutoka kwa mtu ambaye ameokoka kweli, mtu ambaye ako na Roho Mtakatifu ndani yake. Ona: upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Sisi watu ambaye tumeamini Yesu Kristo, sisi ambaye tumetubu kwa kweli, sisi ambaye tuko na Roho Mtakatifu, hayo mambo yanaonekana kwetu na watu wanayaona na wanatutumia, sababu hayo mambo yako ndani yetu. Lakini ningetaka kusia kwamba usiwe na uchungu sababu ulitumika, na usikufe roho useme ya kwamba sasa mimi sitaendelea tena, nimetumika ya kutosha. Tunaendelea, sababu Biblia inasema ya kwamba wale ambao wanakutendea mabaya usijilipishie, endelea kuwatendea vizuri. Hiyo ndio amri ya neno lake Mungu. Paulo mahali pengine akiongea alisema anaona ni kama ya kwamba mitume ndio wamewekwa nafasi ya mwisho kwa watu wote, sababu ya yale mambo ambaye alikuwa anapitia. Lakini hakufa moyo, aliendelea. Katika mstari wa 27 tukimalizia, tunaona kwamba baada ya miaka miwili kutoka wakati ule, huyu Feliki akaondoka kuwa liwali katika maeneo ya Kaisaria, na kukaja mwingine ambaye alikuwa anaitwa Porkio Festo, akakuja kuchukua nafasi yake ya uongozi. Na huyu Feliki hakubadilika, sababu tunaona jambo la mwisho alilofanya akiondoka, sababu hakuhongwa na Paulo ili amwachilie. Hakumwachilia, alimwacha ndani ili aweze kufurahisha Wayahudi ambao alikuwa anamshtaki. Unaona, mtu ambaye Mungu alikuwa amemruhusu akuwe katika mamlaka, na alikuwa na uwezo wa kumwachilia Paulo, lakini sababu hakuhongwa,
sababu Paulo aliamua kusimama imara na kumtazamia Mungu aweze kumtetea. Bado aliacha Paulo kama amefungwa, hakumwachilia. Lakini pia nashukuru Mungu sababu kutoachiliwa kwa Paulo ni kwa sababu ya mambo mawili. Sababu ya kwanza ni sababu ya usalama wake. Sababu tulisoma tukaona ya kwamba Wayahudi walipanga Paulo tu akiachiliwa watamshika na wamuue. Kwa hivyo Feliki akifikiria ni kisasi kwa Paulo sababu alikataa kumhonga amuachilie, akawa amenusuru maisha ya Paulo. Jambo la pili, sababu tutakuja tusome na tuone huyu Porkio ambaye aliingia, alikuja akasema isipokuwa Paulo alisema ya kwamba amekata rufaa kwa Kaisa, angemwachilia. Lakini sababu alikata rufaa kwa Kaisa, akasema ataenda Roma. Si unaona? Jambo la pili, Feliki kutoachilia Paulo ulifanya kusudi ambalo Mungu alikuwa nalo la Paulo kwenda kumshuhudia Roma liweze kutimika. Sasa Mungu aliambia Paulo, umenihudumia Yerusalemu, umenishuhudia Yerusalemu, lakini sasa lazima uende Roma pia ukanishuhudie. Feliki kuacha Paulo kama bado amefungwa ikawa ni njia ya Paulo kwenda Roma kushuhudia Mungu huko pia. Kwa hivyo ni vizuri wakati tunasoma neno la Mungu tunaweza kujifunza. Paulo angekasirika ya kwamba Feliki amekosa kumwachilia, lakini hakuangalia hayo. Aliangalia kusudi na mpango wa Mungu naye kuhusiana na ufalme wake. Paulo alikuwa anaangalia malengo yake, yalikuwa mahali ambapo Mungu alimwambia ataenda kumshuhudia. Wakati mwingi tunajipata katika changamoto nyingi, sababu ya wokovu wetu, sababu ya imani yetu, na sababu ya huduma ambaye Mungu ametuaminia. Nataka nisihi kila mmoja wetu, nataka nihimize kila mmoja wetu ya kwamba tutakapoangalia shida na matatizo yanayotuzingira, tutakosa kuona malengo na kusudi ya Mungu nasi katika ufalme wake. Kwa hivyo wacheni tusimame juu ya shida na matatizo na hali zetu, tuweze kuona malengo na makusudi ya Mungu nasi katika ufalme wake, kwa sifa na utukufu wa neno lake. Nashukuru Mungu sababu tumeweza kutamatisha hiyo sura, na tutaweza kumalizia hapo mpaka Jumapili ijayo, Mungu akitujalia, na jina lake na lisifiwe.